Kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo nataka tujifunze juu ya jambo hili. Jua upo kwenye vita hivi 5 ila bado hujajua. Kila mwanadamu ana vita hivi 5, lakini wengi hatujui, hatufahamu, ndo maana mambo yanakuwa hayaeleweki. Na mambo yanapoanza kugoma au kutoeleweka, hapo ndipo tunaanza kuumia, kuteseka, kuhangaika. Lakini Mungu anakuwa ameshasema na sisi kwa namna nyingi na kwa njia tofauti. Sasa basi, jua hii ni vita uko nayo, uwe umeokoka, haujaokoka. Uwe mdogo, uwe ni mkubwa, uwe mzee, uwe mtu wa makamo, uwe kiongozi, usiwe kiongozi, uwe mtumishi, usiwe mtumishi. Hizi vita jitahidi ushinde, upambane na ushinde. Ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya nataka tusome sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Maandiko yanasemaje? 3 mpaka 6 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Lakini ukisoma nataka tuangalie pia kitabu hiki cha Waefeso 6 mstari kuanzia wa 10 mpaka wa 18. Maandiko yanasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkisha kuweza kushindana siku ya uovu na mkiweza kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale ya yule mwovu Ibilisi. Lakini 17 tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambayo ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Lakini pia kuna neno hapa nataka pia tulisome kabla ya kuangalia hayo yanayojiri au yatakayofundishwa. Tuangalie kitabu cha Wafilipi 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6. Maandiko yanasemaje? Anasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane kwa watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi, haya ni mambo au ni vita ambavyo uko navyo. Cha kwanza ni vita ya akili. Vita ya akili inalenga kukuondolea amani, furaha na uwazi. Lakini vita ya pili ni vita ya utakatifu, kupitia mwili wako, kupitia maongezi yako na kupitia nia yako. Kwa nia, jitahidi iwe ni nia ya Kristo, nia njema. Maongezi yako yawe ni maongezi matakatifu, lakini mwili wako hakikisha unaufanya uwe mtakatifu. Maandiko yanasemaje? Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18, anakuambia miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na naye uunganisha mwili wake na kahaba ni pamoja na kahaba. Lakini anasema tutafute kuwa na amani na watu wote na utakatifu, maana hakuna atakayemwona Bwana bila kuwa nao. Lakini 3 ni mahusiano, juu ya rafiki, watoto, wenzi, ndugu. Kumbuka adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Soma kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 34 mpaka 39. Soma Luka 12 mstari wa 49 mpaka 53. Soma kile kitabu cha Yeremia 12:6 na soma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari ule wa 14 mpaka 18.
Kwa hiyo lazima tuwe makini katika mahusiano yetu, iwe ni watumishi, iwe ni ndugu, iwe ni jamaa, iwe ni marafiki, iwe ni mabosi zetu. Hapo ndipo mlango wa shetani unapotengenezwa tusipokuwa makini. Ndio maana hata Yesu mwenyewe amesema tujilinde na miguu yetu inayoenda kwa majirani zetu, maana tutatengeneza uadui. Lakini pia maandiko yanasema atengenezee marafiki wengi ni kwa ajili ya maangamizi yake mwenyewe. Lakini vita ya 4 ni attention. Wengi tuna vita katika kupata attention au kibali juu ya muda, nguvu na vitu tunavyovitumia au resources au rasilimali. Kwa hiyo muda mwingi tunatumia nguvu, muda na rasilimali kwa vitu ambavyo unakuta havileti matokeo. Kwa hiyo ni lazima tumsihi Roho Mtakatifu atuongoze tunapotumia muda wetu, nguvu zetu na rasilimali zetu, tuzitumie kwa vitu vilivyo sahihi. Leo kuna watu wanashinda mitandaoni, wanaangalia vitu visivyofaa, wanatumia nguvu, muda, fedha na rasilimali, vitu ambavyo vinawapoteza zaidi. Hiyo ni vita, tusipoishinda tutazidi kuwa watu wasio na matunda hapa duniani. Lakini 5 ni wito wako. Una vita katika wito wako. Kumbuka kitabu kile cha Ufunuo 12 mstari wa 12 mpaka 18, tunaona Yesu Kristo aliposhindwa kuuawa na shetani na Bikira Maria akashindwa kuuawa. Tunaona vita ya shetani ikageukia kwa wale wanaolishika neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa hiyo vita yako pia ipo kwenye masuala ya imani, lakini pia shetani atakutengenezea hofu, atakutengenezea comfort, kukosa utulivu juu ya masuala ya sacrifice, kujitoa, kutembea katika imani na katika maisha yanayoleta ukaribu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vita unatakiwa uishinde juu ya wito wako. Lakini pia vita juu ya tamaa ya mwili, macho na kiburi cha uzima juu ya wito wako ni lazima uishinde. Haya ni mambo ambayo ni vita ambazo 5 unatakiwa uzishinde, na ukishazishinda utaweza kufanikiwa. Kumbuka kitabu kile kitakatifu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 15 mpaka 17 inasema dunia inapita pamoja na tamaa zake, na lazima tushinde tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, maana havitokani na Mungu bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini yule atakayefanya mapenzi ya Mungu ndiye atakayedumu milele. Kumbuka nafsi itendayo dhambi ni ya ibilisi, kusoma Yohana 1:3-8, lakini anakuambia asiyetenda dhambi na anayeshinda dhambi huyo ni wa Mungu. Soma kitabu kile cha Yohana wa kwanza 5:18. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.